Ndio, naam, leo nimefika kwa mzee anaitwa mzee nani? Babangu Mkali. Babangu Mkali. Nakujua hivyo kwenye tamthilia za Edgar. Nimeona mwaka jana umeperform vizuri sana. Unaitwa mimi nakujua kwa mzee Nyuju. Sasa sijajua kwa majina yako kamili, maana ndio hilo jina ambalo unatambulika mtaani, watu wanakufahamu kwa hivyo. Ni sawa. Kwa jina mimi kwa majina kamili maana naitwa Hamisi Clemence Makangula. Jamani, nasikia anaitwa Hamisi Clemence Makangula. Ndio hivyo. Ndio. Mzee, mimi ni shahidi, nimefuatilia sana movie ambazo umezifanya. Ndio. Na ukiwa kwa Edgar. Kuanzia mwaka jana mwezi wa 3 kama nakumbuka. Ndio. Mwezi wa 3 nimeanza kukufahamu kwenye Babangu Mkali. Na sasa ndio kazi yako ya kwanza ambayo ulikuwa umeanza kuifanya. Sawa. Lakini kabla tujaendelea mbele, naomba tumzungumzie Edgar kidogo. Tumzungumzie Edgar, na maanisha kwamba Edgar ni kijana ambayo analingana hata na watoto wako. Ndio. Ni kweli? Ni sawa. Ni sawa. Lakini leo hii wewe nakuona unafanya kazi kwa Edgar. Ni kweli? Ni kweli. Sawa. Sasa kupitia hilo naomba unielezee kidogo kuhusiana na Edgar, au unapenda nini Edgar afanye kwako kiwe kizuri zaidi, au apunguze nini, na Edgar ni mtu wa namna gani, unielekeze kwanza ili kusudi na watu wengine ambao wamjue Edgar wajue, kwa sababu wewe unamjua Edgar vizuri, na unielekeze. Nataka kujua kuhusu Edgar. Ni sawa. Kuhusu Edgar. Yaani kwanza nili kijana ni kijana anayejituma. Anayejituma kwenye kazi hii. Mimi ningependa Edgar yani aongeze uwezo. Kwa sababu Edgar ni kweli ni kijana ambaye anajituma kwenye kazi hii, kweli amebezi, anaipenda yeye mwenyewe. Pamoja na mimi mwenyewe namsupport, yani na supporta zote kwa Edgar. Kwa Edgar. Kwa Edgar kwa kweli mimi siwezi kufeli hata sehemu hii, labda kumpa sifa zake. Hilo lazima nikuelekeze. Ndio. Unamaanisha kumpa sifa zake, yani hebu zungumza sifa za Edgar sasa, na yeye ajijue kwamba ni mtu namna gani kwanza. Hapo ndipo kuna pataka. Edgar kwanza anajituma. Alafu vitu vingi anajitolea. Kweli kabisa. Vitu vingi anajitolea. Amejitolea vitu vingi, kwa sababu hata ile tuliyotoka ya kwanza amejitolea vitu vingi. Ndiyo. Na ni kweli anaonyesha kwanza anania. Ndiyo. Na kazi yake. Na hii kazi. Kwa ukweli anajituma. Amejitolea vitu vingi. Kwa hapo mwanzo tulipoanza nimemwona yuko mbele sana. Kwa hiyo mimi mwenyewe kwanza siwezi kuvunjika moyo. Kwa kweli kwa hili mimi nataka nimpe tu hongera na sifa zote kwa hayo yote aliyoyafanya kuanzia mwanzo, na kama huku ameanza tena anataka kumalizia, basi amalizie, na Mungu tumuombee ambariki. Basi hebu tuzungumzie kuhusiana na mwaka jana mwezi wa 3 nimekuona umeperform kwenye movie ya Babangu Mkali, umeshuti Penzi Langu, kwa baadhi ya movie nyingi tu ukiwa kwa Edgar. Ndio. Nataka unielekeze mapungufu ya mwaka jana na maongezeko ya mwaka huu, na changamoto ambazo ulipata mwaka jana. Anyway, yani kuhusu mwaka jana naweza nikaelezea. Ni kweli kwa sababu mwanzo ni mgumu. Edgar mwenyewe ni kweli ulikuwa ni mwanzo ni mgumu. Ni kweli kama kuna sehemu alizokuwa na feli, kwa sababu ni mwanzo ni mgumu. Manake hata yeye mwenyewe kweli alikuwa bado hali yake kidogo iko chini. Hivyo basi hata ungekwepo wadau kidogo wamemdaka na yeye na nini na nini, bado angekuwa yuko juu sana. Angekuwa yuko juu sana. Ila sawa, ninapofikiria ndio hilo. Sawa mzee, wewe ni mwigizaji mzuri sana. Sawa. Mwigizaji mzuri. Mimi shahidi movie zote ambazo umefanya nimeshuti mimi, na uwezo wako na ujua. Ndio. Na utambua. Lakini kwenye movie za Edgar, wewe kitu gani ambacho unafurahishwa nacho aso?
Yaani ukiona Edgar afanye movie ya namna hii, wewe kwako una furaha sana, kwa sababu mwaka jana tumeshoot love story, tumeshoot movie za uchawi kidogo mara moja Songwe. Lakini wewe ungependa Edgar awe na shoot movie za aina gani ili kusudi wewe kwako yaani ujisikie amani na ni kitu ambacho unakipenda wewe binafsi? Aya. Sasa hapo ndako nirudisha nyuma kidogo. Yaani mimi kwa ukweli ile kuna hii moja hii sijui kama na yenyewe kama imefuatiliwa. Kuna Bora Changu, Babangu Mkali, Penzi Langu. Hata hii Mauzauza nazikumbuka zote. Si ndio maana yake? Ndio. Hilo lote mimi kwangu kidogo kwanza zimeenda tu vizuri. Zimeenda vizuri. Labda ile ya kwamba nani ile. Nilianza Babangu Mkali na ile ya nani ile kidogo niliona kidogo kama ina hii ya kusema kwamba ile tuliyoshoot ya nani Tama zangu ile kidogo ile hata ninavyoangalia kidogo haikuleta picha nzuri sana. Kwa nini useme haikuleta picha nzuri? Yani kweli kwa sababu watu wanaweka tu watu wana kama ulivyokuona. Mzee sawa bana, labda kama ilikuwa inaelimisha sana watu wavutaji hivi na hivyo wasio wanafanya. Nimeshakuelewa, na maanisha unazungumzia kuhusiana, kuna sehemu moja niliona kuna vijana wamekaa wanaonesha uhalisia yani wapo maskani. Ndio. Nikizungumzia hicho. Sawa, hamna shida. Basi bwana Edgar mwaka huu ndio amekuja na mfumo mpya kidogo. Sawa. Nadhani uliona mwaka jana vifaa ambavyo vilikuwa natumia, na mwaka huu nadhani unaona hapa mbele yako kuna kifaa na hujai kukitumia kitu kama hichi. Bado. Ndio. Mwaka huu utakitumia kwa sababu ameandaa vitu vingi, kwa mfano kamera. Safi. Na maandalizi ya movie ya Edgar nadhani mwaka jana ulikuwa naambiwa, yani kulikuwa hakuna sehemu, yani unapewa maelekezo kutoka kwa director kwamba hapa sema hivi na hivi. Ndio. Afu nasema. Lakini sasa hivi Edgar ameboresha, maana yake movie alianza kuandika toka mwezi wa pili. Safi. Mwezi wa pili mimi shahidi tuliungana tukaandika zile movie mpaka kutoka mwezi wa pili mpaka tumezimaliza mwezi wa 6. Sawa. Tukaenda kuzitoa kwenye pepa, zipo kwenye pepa. Maana yeye sasa hivi kama enda kushoot unapewa pepa, bana soma hapa unasema. Lakini wewe mzee nakukubali kwa sababu kuna muda hata usiposoma, kuna vitu kielekezo tu unakaa kwenye mstari. Hicho nakukubali sana mzee wangu. Au unanifurahisha sana. Yaani hilo haina kesi. Sawa. Mimi vitu vyote naweza nikaingia kwenye mstari mpaka unaona navuka mstari mpaka unaona niziwia. Mimi niko vizuri kwa saizi hapa, niko vizuri. Niko vizuri wala usijali. Sawa. Edgar mwaka huu ana kambi Ubaruku. Safi. Labda kama alikuambia kwa nini? Bado hajakuambia. Bado. Basi ndo nakuelekeza, najua na yeye hii clip ataiona. Edgar ana kambi mwaka huu Ubaruku Utiego. Na lengo la kuweka kambi Utiego, ana movie anataka kushuti inaitwa Uovu Uliojificha. Uovu Uliojificha na wewe ukiwemo, japokuwa hizo taarifa huna. Ndio. Lakini naona upo. Ndio. Kwenye Uovu Uliojificha. Sawa. Hayo ni maboresho yote ambayo ameyafanya jamaa, maana wewe kule utaenda utakaa. Kama sikusema mwaka jana wewe tulikuwa wote kwenye kambi la mwaka jana Ubaruku. Ndio. Ni wapi kule mpakani? Mpakani tulikuwa wote. Nadhani changamoto za kambi la mwaka jana uliziona. Sitaki kuzielezea kwa sababu hii jamaa ataposti mtandaoni, kwa hiyo kuna namna anaweza kutengeneza vitu vibaya. Sawa. Sitaki kuelezea. Lakini kambi la mwaka jana na la mwaka huu kidogo linakuwa tofauti. Tofauti. Sawa. Kuna vitu vingi ameongeza, vingi mzee, vingi. Sawa. Na imani utafanya kazi mara 2 ya mwaka jana ulichokifanya. Nashukuru sana kwa kunielekeza hilo na kunipa taarifa mapema. Mimi mwenyewe saa hizi nitaongeza juhudi tofauti na zile, itakuwa mara 3. Itakuwa mara 3 yake. Unatamani hata najiamini hata saa hizi tuanze. Tuanze kazi. Yaani leo nakwambia niko tayari. Kwanza nilipokaa muda mfupi huu ambao hatujafanya kazi. Kwanza kila mtu alikuwa ananiambia, "Mbona mmekwama wapi?" Niambia tulie. Tupo kwenye marekebisho na mambo yote mtayaona hewani. Sawa, basi neno moja kwa Edgar ili kusudi na yeye atakuangalia, akusikilize kwamba bana mzee wangu kuna vitu ameongea. Neno moja kwa Edgar. Kipi unatamani aongeze na kipi apunguze?
Kwa hapa naomba nisiwe muongo au mnafiki. Mimi nachopenda kwa pale tulipoishia, ningeomba kidogo aongeze au abadilishe ule mfumo. Lakini kama tutaunganisha vile vile ni sawa, lakini kwamba naomba ajitahidi, lakini naona kwamba hakuna sehemu alikokuwa na feli ni sawa, lakini kwa sababu mabadiliko yameshatokea na sisi tunaenda kwa mbadiliko ule ule, na mimi nitaenda kwa mbadiliko ule ule, na niko tayari, afu najiamini kwa sasa, ninajiamini mara 20 kwa vile zaidi ya mara ya kwanza. Yani wewe sasa wewe niguse tu hapa.